wa 2026. Na mwaka huu kwetu ni mwaka wa kibali maalum na kufanya kazi. Tusikie neno la Mungu, kitabu cha Mwanzo sura 25 mstari wa 31 hadi 34. Karibu. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa, itanifaa nini haki hii ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamwapia, akamuuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Hivyo Esau akadharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Soma sura 27 hapo Mwanzo 27 mstari mmoja wa 36. Mstari mmoja tu wa 36. Mwanzo 27:36. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki, maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi? Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Okay, good. Sasa tuende tena Mwanzo 41 mstari mmoja tu 38. Tuende hapo. Okay. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Amen. Nataka kuzungumza kupitia mistari hii na mengine ambayo nitaiongezea, ambayo tutaipata kwenye Daniel 5 mstari wa 10 hadi 16, lakini muda wa kusoma hatuna kutosha. Kichwa cha ujumbe wetu leo kinasema, tambua thamani ya ulicho nacho. Tambua thamani ya ulicho nacho. Ukikosa kutambua thamani ya kitu ulicho nacho, kina uwezekano mkubwa kikakuponyoka, au hautakipa heshima na stahiki katika kukitunza. Hapa tunaona Esau, kwa sababu ya mazingira aliyokuwa nayo, maandiko inasema alikuwa na njaa sana na alikuwa amechoka. Alipambana kimaisha, akatoka nyikani, hakupata kitu, na kutopata kitu kukampelekea kupoteza kitu cha thamani, maana hakuelewa thamani aliyoibeba. Wako watu wengi wamekosa kitu fulani kwenye maisha, na kikawasababishia kukosa kitu cha thamani zaidi cha hatima yao. Alikuwa na haki ya uzaliwa wa kwanza, ambayo katika historia ya Kiisraeli ilikuwa na umuhimu wa kipekee sana. Na ndipo akamwambia Yakobo, ninaomba hicho chakula nile. Akamwambia, hapana, sio bure bure, niuzie kwanza haki ya uzazi wako kwanza. Anasema haki ya uzazi inanifaa nini? Ina maana gani? Ina umuhimu gani ikiwa mimi niko katika mazingira ya kufa, nina hali ya njaa? Haki hii itanifaa nini? Akamwambia, twende fanya kiapo. Akamwapia. Alipomwapia, akamuuzia haki
haki ya uzao wa kwanza. Hakujua kilichokuwa kinafanyika. Ulimwengu wa roho ulidaka na kuandika, na alipokula akadharau haki yake ya uzazi au uzao wa kwanza. Ilipofika wakati ulimwengu wa roho unaendesha mambo na unatengeneza mazingira, hata kama mazingira yale yalikuwa hayajakaa kwenye mstari, ni kama kulikuwa na hila fulani iliyotengenezwa kati ya mama yake Yakobo na jinsi ambavyo walimpeka chakula. Lakini mstari ule wa 36, kwa kufupisha muda, akakosa haki ile ya baraka, alipoteza haki. Kumbe ile haki imebeba na baraka, kumbe ile haki imebeba na baraka. Na alipopoteza ile haki na baraka pia akapoteza. Kwa hiyo ni muhimu ujue, usipoelewa kile ulicho nacho ni rahisi kukipoteza. Ni ujue nini ulicho nacho ili uweze kukilinda vizuri. Wakati wana wa Israeli, familia ya Yakobo na yenyewe, walikuwa na mtu muhimu sana katikati yao. Yusufu alikuwa katikati yao, ambaye Mungu alimpa neema ya kipekee, lakini hawakutambua wako na mtu aina gani. Hawakuelewa thamani ya Yusufu waliye pamoja naye, wakamfanyia mizengo, wakampoteza, wakapoteza thamani ambayo ilikuwa katikati yao. Walipofika wakati wa matatizo, hawakuwa na chanzo cha kuwasaidia, na Farao yeye alitambua. Mstari wa 38 maandiko inasema, Farao akatambua Yusufu, akasema, tupate wapi mtu kama huyu ambaye yuko na roho wa Mungu? Akatambua huyu ni mtu wa thamani, na ile thamani alipoitambua aliipatia hadhi inayostahili. Ukitambua thamani ulio nayo, utaipa hadhi inayostahili, utaheshimu maisha yako, utathamini maisha yako. Watu wengi wanajidharau kwa sababu ya mazingira walio nayo, kwa sababu hawana pesa au hawajajenga nyumba, lakini hawaelewi ndani yao wamebeba kitu kikubwa. Laiti ukijua umebeba nini ambacho ndicho kitaenda kukuheshimisha, kitaenda kukuheshimisha, lakini usipojua utakipoteza. Wana wa Israeli walikosa nafasi kubwa, maana Yesu alikuja kwao, lakini hawakutambua huyo aliyetumwa kwao. Maandiko yanasema wakamkataa. Walimkataa mfalme wa mfalme, walimkataa Bwana wa mabwana, walimkataa Mwokozi, mtu mwenye majibu ya dunia nzima, wakamkataa hivi hivi. Maandiko yanasema alikuja kwao, lakini wale walio wake hawakumpokea. Lakini wale wote waliompokea, wale wote waliotambua thamani yake, wakampokea. Aliwapa haki ya kufanyika watoto wa Mungu, yani wakapewa fursa ambazo Israeli walizikataa. Unaweza usielewe thamani ulio nayo au mtu uliye naye, ni mpaka pale atakapoondolewa, ni mpaka pale utakapompoteza. Wako watu wengi wako na majuto, maana Mungu aliwapatia watoto na hawakuelewa thamani ya watoto wao. Hawakuwekeza wala kuwasomesha, walifanya uzembe na kufanya maisha ya watoto wao yawe ni maisha ya uzururaji, lakini ilikuwa ndiyo kitu cha thamani kwa maisha yao. Wengine hawakuelewa thamani ya mke aliye naye, wengine hawakuelewa thamani ya mume aliye naye, hawakuweza kuishi naye katika uzito unaostahili. Mungu akupe nafasi ya kujua kuna vitu ulivyo navyo na huelewi nini ulicho nacho, unaweza ukakipoteza. Wako watu ambao hawaelewi hata muda, thamani ya muda walio nao. Usipoelewa thamani ya muda ulio nao, unaweza ukaupoteza.
usipoelewa hata viungo vya mwili wako. Wakati ule ambao sijafanyia operation ya macho, nilikuwa ninaendesha magari, ninafanya kila kitu mwenyewe. Siku nilifanyia operation, siwezi kuendesha gari, siwezi kusoma. Ndipo nikuelewa thamani ya macho. Wakati utakapopoteza kitu fulani, ndipo utaelewa thamani yake, ndipo utaelewa uzito wa kile kitu ambacho ni cha thamani sana. Wako watu wanadharau hata ajira ndogo ndogo. Siku utakapoipoteza hiyo ajira, nilipokuwa nakaa nikisaidia watu kwa maombezi, ninakutana watu wanaokueleza anafanya kazi ya kibarua kigumu mno, analima kwa siku analipwa shilingi 4,000 na ana watoto 8. Hiyo 4,000 ndio maisha, na amelima kuanzia asubuhi mpaka saa 10. Nikaona jinsi ambavyo mwingine analipwa pesa hata kama ni mshahara mdogo, lakini hajajua thamani hata hiyo nafasi ya mshahara huo mdogo. Anacheza na nafasi hiyo, maana hajui ulicho nacho. Maandiko inasema ukiwa mwaminifu kwa kidogo, ndipo utapewa kile kikubwa. Unaweza kuwa na mfanyakazi ukampuuza, hujui ulicho nacho, pengine huyo ndiye thamani yako. Unaweza kuwa na bosi ambaye ukampuuza, lakini bosi huyo ndiye msaada wako. Hiyo kampuni ingawa inaleta mazao madogo kwa madogo, ingawa faida si kubwa, lakini hujajua kile ulicho nacho. Ngoja ile kampuni ifilisike ndio utajua. Nataka nikwambie, jua thamani ya ulicho nacho. Jua thamani ya ulicho nacho. Tambua thamani. Mungu hukuza mtu hatua kwa hatua, na ukielewa utalinda, utathamini. Wako watu wanatafuta kuolewa, hata wanaenda kwa waganga, lakini wewe unacheza na mume uliye naye. Wako wengine wanachezea wake zao, lakini wako watu ambao hawakubaliwi na wanawake, lakini wewe unaona wanawake wamekukubali, unadhani ni jambo tu la bahati. Hujajua ya kwamba wako wengine wanaenda kwa waganga na wanakataliwa. Wako wengine wameenda kwa waganga na hawaolewi, lakini wewe unafanya mchezo. Hujajua thamani ya ulicho nacho. Asubuhi ya leo Bwana akuongoze maelezo mengine, ujue vitu vingine ambavyo unavyo wewe, kwamba uthamani wake, ili uwe na shukurani kwa Mungu. Mama yake Musa alijua, wakati wa mama wengine wote wanawatupa watoto wao kwenye mto, aliona thamani ya mtoto wake, akamficha muda wa miezi 3. Alitambua thamani, akaingia gharama, akaweka mpango wa kumkomboa. Hatari ilikuwa mbele yake. Ukielewa ulicho nacho, unaweza ukanufaika. Walimpoteza Yusufu, njaa ikawapata, wakamfuata kule kule. Nataka nikwambie, inawezekana mchungaji uko na mshirika, hujamjua thamani yake na usimpe hadhi unayostahili. Inawezekana uko na msaidizi ambaye hujajua ni msaidizi wa thamani kiasi gani na hujampa hadhi yake. Inawezekana pia hata hajajua mchungaji aliye naye ametumwa na amebeba ujumbe wa hatima yake, na usimpe heshima na thamani yake. Unampa vigezo vidogo vya nje, ukijua kila mtu amewekwa pale kwa kusudi maalum. Inawezekana ni house girl, hujajua house girl huyo ametumwa kwa nyumba yako. Yuko house girl kwa nyumba ya Hamani, alileta ukombozi kwa sababu alitoa taarifa ya uponyaji ambao Naamani akaponywa. Usidharau mtu yeyote. Mtu uliye naye ujui kwa nini Bwana amemweka awe pamoja na wewe, ukaheshimu na uthamini, maana kuna ukuu ndani ya huyo, na atakusaidia. Bwana akusaidia asubuhi ya leo, uondoe madharau, uondoe kudharau mambo. Tumia muda vizuri, tumia mahusiano vizuri, heshimu kazi yako, uifanye vizuri. Tambua ulicho nacho. Bwana akusaidie asubuhi ya leo. Neema hiyo juu yako. Farao walitambua na wakapata manufaa, lakini Esau hakujua, akauza uzazi wake wa kwanza. Usiuze ulicho nacho, usiuze ulicho nacho, maana shida ni za kitambo.
maana matatizo yatapita. Mungu yuko upande wako. Wanaovumilia wanaaminika, wanaovumilia huaminika. Wale wanaopitia shida kidogo wanakimbia na kuondoka, sio wa kutegemewa. Ndio maana Mungu hupenda kuwapitisha watu kwenye majaribu ili apime imani zao. Imani zetu hupimwa kwenye majaribu. Tumepewa si kumwamini tu, bali na kuteswa kwa ajili yake. Imani yetu huthibitika pale tunapopita kwenye majaribu. Tunakuwa dhahabu safi. Hata kama unapitia mateso, lakini ujue ya kwamba Bwana anakupima tu, hajakuacha. Anataka aone imani yako. Oh my God, alimpima tu Ayubu. Ayubu si kwamba Bwana alikuwa anamtesa, alimpima Ibrahimu, alimchelewesha kupata miujiza. Ni kipimo tu, lakini tambua ulicho nacho. Hata Mungu uliye naye, tambua thamani ya Mungu uliye naye. Wokovu ulio nao, tambua wokovu thamani yake. Wako watu waliookoka, unatamani hata utamani uwe mtu wa baa tena. Unatamani na wewe uanze kujiuza tena. Unatamani na wewe uache wokovu. Yaani unatamani hata wale ambao hawajaokoka. Hujajua ulicho nacho, ndio maana unatamani kumwacha Yesu. Unatamani ujiingize kwa maisha ya dunia. Unatamani pesa za uovu. Ni kwa sababu hujui ulichobeba. Lakini ungejua wewe ndiyo umebeba majibu ya dunia nzima. Mungu aliye ndani yako, mfalme wa amani. Oh Tanzania sikia, Afrika sikia. Kama utajua amani na utulivu na haki ya taifa, kama ukilivunja taifa, ndipo mtajua umuhimu wa Mwalimu Nyerere. Ndipo mtajua thamani ya wazee wetu wakati taifa halitakuwepo. Afrika ukijua jinsi utajiri ulionao, na utajiri unauza kwa dengu, unauza kwa chakula kimoja, na utajua siku utajiri wako utakapochukuliwa utaenda mbali, utaupata tena. Laiti Afrika ungejiona thamani ulionayo. Watu wetu ungejua, viongozi wa Afrika ungejua thamani walizonazo. Walitunza taifa na mali zake. Laiti tungelijua, Afrika ingekuwa namba moja, Afrika ingekuwa juu. Lakini tumedharau, tumeuza Afrika kwa dengu, tumeuziwa silaha tukauana wenyewe tukifikiri kwamba ni sifa. Nataka niseme, wewe hukumu itakufuata. Mungu anataka tujue utulicho nacho ni cha thamani, tukilinde kiwango cha kipekee. Bwana tusaidie, maana saa ndio hii, nami nimetungwa kama nabii wa Bwana kuongea na kila mtazamaji na kila aliyeko hapa, ya kwamba usidharau ulicho nacho. Ndio msingi wa mafanikio yako, ndio msingi wa ushindi wako. Bwana ainuliwe, Bwana atukuzwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akupe ufunuo, Mungu akupe msaada, ukathamini hata kipawa chako, ukathamini zile karama zako, ukathamini kidogo ulicho nacho, thamini hata nyumba ulionayo, thamini kile ulicho nacho. Maana Bwana akiona unathamini alichokupa, atakuongeza kikubwa zaidi. Kama unaamini, sema amina kubwa. Sema amina. Haleluya. Lazima utambue thamani ya kitu ulicho nacho. Belshaza akachanganyikiwa alipokuwa anakunywa katika vyombo vya Bwana. Ikatokea maandiko ikasema, mene tekena kulesi. Akaleta waganga na wachawi wake, akawakosa majibu. Ndipo Malikia sura ya 5 mstari wa 10 na kuendelea akamwambia, yupo mtu kwenye ufalme wako. Yupo, lazima ujue kilicho ndani ya ufalme wako. Yupo mtu kwenye familia yako, katika watoto wako yupo mtoto, katika kanisa yupo mtu, kwenye kampuni yupo mtu ambaye ukimjua anaweza akaigeuza hiyo kampuni. Inawezekana sio wafanyakazi wote, yuko mtu kwenye ufalme wako. Anasema yupo mtu kwenye maisha yako. Kuna kipawa tu, kipo kimoja. Hata kama una udhaifu asilimia nyingi, kuna kitu kimoja. Ukikigundua hicho kimoja, kinaweza kikaleta msaada. Tambua kile kimoja. Kuna kitu unacho, haiwezekani hauna kabisa. Kipo kitu. Wengine hata wanajua tu kuchekesha, hicho ndio kitu chenyewe. Wengine wanajua tu, yani ujue ulicho nacho. Sema amina. Kuna kitu ulicho nacho ambacho mwingine hana. Kitambue.
na Mungu akusaidie. Naomba umwambie Mungu asubuhi ya leo, nipe kujua thamani ya nilicho nacho na kushukuru. Nisiuze uzazi wa kwanza, nisiuze uzalio wa kwanza kama Esau. Usipoteze mbele za Bwana, nenda umshukuru, mwambie naamini hata uhai huu ni kipawa hicho. Afya, atambua afya. Kuna mtu hana afya hapa sasa hizi, ana mateso, na wewe unalalamika tu kwa kuwa huna pesa, lakini afya umedharau hata ujui. Yuko mtu yuko hospitali, yuko mtu anataka uhuru tu, yuko gerezani, yaani hata kama hana hela ili yuko uhuru, anatembea kwa barabara, yaani anatamani uhuru tu, lakini yuko gerezani. Wewe uhuru wako hata uelewi wala hushukuru, unalalamikia fedha. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu, maana Mungu anataka ujue ulicho nacho thamani yake. Baba mwema, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Naona kila mmoja anatafakari, naona kila mmoja anaanza kufikiria na anakushukuru Baba. Kila anayekushukuru kile ambacho kilikuwa kinapotea, ukirudishe kwake mapema. Kila ambacho hakukiona, muonyeshe akione. Mwingine analaumu kwa kuwa hana kazi, mwingine analaumu kwa sababu hajajenga nyumba, lakini hajui kuna kitu umempa. Umempa hata uhai, umempa na afya, umempa hata mume, umempa hata mke, lakini analalamika kwa sababu hajapata watoto, na hivyo amedharau kile alichonacho. Msaidie apate kila kitu. Mbaraka wako uwe juu yake katika jina la Yesu Kristo. Naomba neema hii Bwana, watu siipoteze. Walimpoteza Yusufu, wakamtafuta kule alikowempotezea. Yusufu ilikuwa ndio msaada, lakini walimuuza kwa bei ya hasara. Hawakujua ndicho kilichokuwa cha thamani. Wako watu wameacha watoto wao, hawakuwasomesha, hawajawalea vizuri, hawakuwekeza kwao. Watoto wamebadilika, wamekuwa ni chokolaa, wamekuwa ni kama wezi na majambazi, lakini hawakupewa msingi mzuri. Wazazi walifanya uzembe, hawakuwalea watoto wao. Watoto wakaingia hasira na kukaidi na kupenda kwa dharau wazazi. Watoto wamekuwa shida kwa kuwa watu wamewadharau. Bwana, saidia kila mtoto, saidia kila mama, kila baba ajue wajibu wake, ya kwamba hawa watoto wamepitishwa mikononi mwake, aweze kuwalea vizuri, awasomeshe, awasaidie maadili mazuri, wakuwe katika heshima ili wapate potential yao. Kila mmoja msaidie aliyeajiriwa, athamini ile ajira, athamini ile ofisi, athamini anachokifanya. Hata kama kwa sasa mtaji anaona mshahara mdogo, mpe kuelewa ya kwamba kwenye madogo ndio kuna makubwa. Kila mwanzo huanza mdogo, ndio mwanzo mdogo una vitu vikubwa. Saidia kila mmoja katika jina la Yesu. Bariki nchi yetu, bariki Tanzania. Umetupa mtaji wa amani na mshikamano na umoja. Umetupa taifa zuri mno. Bwana, tupe kujua huu mmoja umejengwa, huu mmoja umegharamiwa. Bwana, mshikamano huu umewekea misingi. Tusibomoe misingi ambayo wazee wetu waliweka. Tupe kuelewa thamani ya taifa, thamani ya umoja, thamani ya mshikamano. Tusiruhusu kulibomoa taifa. Baba, tusaidie. Tanzania ni taifa la thamani ambalo dunia nzima imelitambua. Tumekuwa watu wa kusaidia wengine. Tumesaidia ukombozi wa nchi za Kiafrika. Tumewekeza. Wazee wetu walikomboa nchi, zile zilikuwa bado kwenye ukoloni. Hiyo Baba, hii nchi imekuwa kimbilio. Wakimbizi tumewapokea wengi. Hii nchi ni ya thamani. Baba, ilinde nchi hii. Baba, itunze nchi hii. Baba, itumie malaika wako. Baba, ibariki nchi hii. Hii nchi imekuwa ni chombo cha kwako. Hii nchi ni mtumishi wako. Tanzania ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya haki duniani, kwa ajili ya haki duniani. Ikumbuke sauti ya Mwalimu Nyerere Bwana, ikumbuke sauti ya wazee wetu Bwana, ambao walitoa maisha yao kwa jinsi ya kipekee. Hawakuangalia maisha yao, hawakuangalia mali kwao. Hawaliondoka wakiipenda nchi, waliondoka wakiililia nchi. Wakumbuke Bwana, hii nchi ukailinde. Adui zetu wasipate nafasi ya kuichokonoa nchi yetu. Asante Bwana. Ibariki Afrika, ibariki Afrika.
Angalia wazee wa Afrika waliotoa maisha yao wakapigania Afrika. Kumbuka damu zao ili Afrika Bwana uirehemu, isaidie. Tusaidie Afrika, saidia ulimwengu, tureheme Bwana, tusipoteze kilicho thamani. Na bariki kila mmoja, na bariki kazi yako leo, na bariki utokapo, na bariki uingiapo. Siku yako ikawe nzuri. Mungu awe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikuhifadhi na ikutunze. Hiki kibali cha mwaka huu kibadilishe maisha yako. Mungu akufadhili, Mungu akutunze, Mungu akuponye, Mungu akupe haja zako, Mungu akuheshimishe. Ukampate Yusufu uliyempoteza, ukampate Yusufu uliyempoteza, upate ile haki uliyoipoteza. Naomba Bwana akurudishie kile ulichokipoteza, kirudi. Karama uliyoipoteza irudi, heshima uliyoipoteza irudi, ukarudishiwe yule mtu aliyopewa baadaye ukampoteza. Basi Mungu akupe neema, Mungu akupe neema. Hii kibali kikurudishie kile ulichopoteza, upate tena kwa ukubwa zaidi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama unaamini sema amen. Jamani, sema amina kubwa. Haleluya, haleluya. Yesu asifiwe, Yesu atukuzwe, anastahili sifa. Amen, amen. Tumefikia mwisho wa ibada yetu ya Morning Glory hapa kanisa la Uzima katika neno Maramba Mawili, Dar es Salaam, Tanzania. Na tutaendelea Morning Glory, itaendelea Jumatatu asubuhi. Jumatatu asubuhi ndio tutaendelea. Mungu atakuonekania, ujiunge na sisi. Tunawakaribisha wote walio katika mazingira ya karibu hapa Dar es Salaam, karibuni. Maeneo ya Mbezi, Maramba Mawili, karibuni sana. Sasa sadaka tunaenda kumtolea Mungu. Wakati huu chukua sadaka yako wewe ulio kwenye mtandao, namba iko hapo inapita. Kama cha sadaka ndio hiyo namba, itoe sadaka yako. Maana hicho ulichopewa nacho ni muhimu, mtolee Bwana. Tambua thamani ya hicho kidogo, si kidogo hicho. Mungu anaangalia moyo wako. Anasema Mungu upenda mtu atoae kwa moyo wa ukarimu. Unachopanda ndicho utakachovuna. Unaona? Kwa hiyo fanya hivyo, usikae tu hivi ukasema mjumbe mzuri. No. Toa na wewe, chukua sadaka yako nikaiombee. Baba mwema, tunashukuru kwa ajili ya neno, tunashukuru kwa sadaka uliotupatia katika mavuno mbalimbali kwa kazi zetu na biashara. Tunakushukuru, tunapotoa kama mbegu itarudi imezidishwa kama mavuno. Kwa utukufu wa jina la Yesu nasema amina.